Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa kiongozi ajaye wa Iran hatodumu madarakani kwa muda mrefu ikiwa hatopata idhini kutoka ikulu ya White House. Trump alitoa kauli hiyo katika mahojiano na ABC News wakati Iran ikijiandaa kumtangaza mrithi wa kiongozi mkuu marehemu Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa katika shambulizi la Marekani na Israel tarehe 28 Februari. Lazima apate kibali kutoka kwetu, alisema Trump. Ikiwa hatopata idhini kutoka kwetu, hatodumu kwa muda mrefu. Trump aliongeza kuwa Marekani inalenga kuhakikisha Iran haipate silaha za nyuklia na kwamba migogoro ya aina hii haitojirudia katika siku zijazo. Sitaki watu warudi tena baada ya miaka 5 kufanya jambo hili tena, au hata mbaya zaidi kuiacha Iran ipate silaha za nyuklia, alisema. Wakati huo huo, Israel imesema imefanya mashambulizi kadhaa yaliyolenga miundombinu ya kijeshi ya Iran. Jeshi la Israel IDF limesema jeshi la anga la Israel limeharibu makao makuu ya jeshi la anga la IRGC katika mji wa Tehran katika wimbi la mashambulizi ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi hilo, Brigedia Jenerali Efi Defrin, kituo hicho kilikuwa kinatumika kusimamia mashambulizi ya makombora na drone dhidi ya Israel na nchi zingine katika eneo hilo. Israel pia imesema makamanda 5 wa juu wa IRGC waliuawa katika shambulizi la majini lililolenga chumba cha hoteli mjini Beirut, Lebanon. Kwa mujibu wa IDF, makamanda hao walikuwa wanachama wa Quds Force, kitengo cha nje cha IRGC kinachohusika na operesheni za kimataifa na kilichokuwa kinawasaidia Hezbollah na Hamas kwa fedha na taarifa za kijasusi. Makamanda waliotajwa ni Majid Hassin, Alireza Biaza, Ahmad Rasoli, Hossein Ahmadlu na Abu Muhammad Ali. Mkuu wa majeshi ya Israel, Luteni Jenerali Eyal Zamir, amesema kuwa Hezbollah itaendelea kulipa gharama kubwa kwa mashambulizi dhidi ya Israel. Hakuna mahali salama kwa mkono wa Iran katika Mashariki ya Kati, alisema Zamir, akimaanisha mashambulizi dhidi ya vikosi vinavyoungwa mkono na Iran nchini Lebanon. Aliongeza kuwa wanajeshi wawili wa Israel waliuawa katika shambulizi la Hezbollah kusini mwa Lebanon. Kwa upande mwingine, Iran imeripoti vifo kufuatia shambulizi la majini la Marekani wiki iliyopita. Maafisa wa Iran walisema watu 104 waliuawa na 32 kujeruhiwa baada ya manowari ya Marekani kuzamisha meli ya kivita ya Iran Dena katika bahari ya Hindi karibu na pwani ya Sri Lanka. Kwa upande mwingine, Iran imeonya kuwa italenga miundombinu ya mafuta katika eneo la Mashariki ya Kati ikiwa Israel itaendelea kushambulia vituo vya nishati ndani ya Iran. Msemaji wa jeshi la Iran, Ibrahim Sofahari, alisema mashambulizi kama hayo yanaweza kusababisha bei ya mafuta kupanda hadi zaidi ya dola 200 kwa pipa. Wakati huo huo, baraza la wataalamu la Iran linatarajiwa kutangaza hivi karibuni kiongozi mpya wa nchi hiyo. Mmoja wa viongozi wa kidini wanaohusika katika mchakato huo alisema kuna uwezekano mkubwa Mojtaba Khamenei, mtoto wa Khamenei, ndiye atakayechukua nafasi hiyo. Jina la Khamenei litaendelea, alisema Ayatollah Hossein Eshkevari, akiongeza kuwa kura tayari imepigwa na tangazo rasmi litatolewa hivi karibuni. Hata hivyo, uwezekano wa Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu umepingwa na Donald Trump, ambaye amemuita asiyekubalika na kusisitiza kuwa Marekani inapaswa kuwa na sauti katika uchaguzi wa kiongozi ajaye wa Iran.